Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wapenzi watazamaji wa YouTube channel yako pendwa kabisa ya Haswa TV. Leo ni mwezi 20 Ramadhani. Haswa TV tumepata bahati ya kualikwa na kaka yetu na Muislamu mwenzetu, kipenzi cha Haswa TV. Mara nyingi amekuwa akitualika katika sehemu mbalimbali. Si mwingine ni Sheikh Suleiman maarufu Kanumba. Ametualika katika iftari ya familia yake ambayo inafanyika kila mwaka ifikapo mwezi 20, na tangu ianzishwe hii iftari mwaka huu imetimiza miaka 8. Kwa hiyo miaka 8 mfululizo wamekuwa wakifanya iftari ya pamoja, na iftari hii mara nyingi wamekuwa wakiwalika kwanza majirani waliowazunguka katika kitongoji chao wanachoishi ama kijiji, viongozi wa kijiji, lakini pia watoto mayatima wa kijiji, lakini pia wenye uhitaji, wajane, wamekuwa wakialikwa katika iftari hii. Haswa TV tumepata bahati ya kualikwa na tumefika tangu asubuhi. Kama unavyoona, tumefika asubuhi, harakati za kuchinja. Tumeona ng'ombe wawili, kidume na jike, watu wamefanya faradhi ya kuchinja, wamemwaga damu, iftari wamechinja na mambo mengine kama unavyojionea. Baada ya kuangalia mapishi, harakati za hapa na pale kwenye mapishi, lakini pia kikubwa ambacho tumekipenda, watu wameswali kwa pamoja. Tunawaona wamefanya ibada ya kwa pamoja ya swala maghrib, lakini kabla ya swala maghrib wamekutana kwa pamoja mashehe wa wilaya Mafia, naweza kusema viongozi mbalimbali wa dini, wa serikali. Wengi wamejitokeza katika kuliunga mkono swala hili. Kabla ya swala magharibi kumekuwa na dawa mbalimbali ama mawaidha matukufu ya kuhabarishana habari njema Waislamu, kuhakikisha katika mambo haya ya kufutarishana yamefarazishwa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Aliyenacho awape wasio nacho, lakini pia kuwatendea wema wengine zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunafahamu sunna malipo yake ni faradhi, kwa hiyo na faradhi mara 7 ni kitu kikubwa. Kwa hiyo Haswa TV tumeshuhudia mambo mengi sana, lakini mbali na yote tumezungumza mama mzazi wa Sheikh Suleiman, tumezungumza naye. Haya ndio aliyoyazungumza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haya, mimi naitwa Mayasa Abdallah Salihu. Tukio hili tumelianza huu napata mwaka wa 8. Kusudi yetu tunawafuturu na ndugu zetu na watoto yatima na majirani zetu, na tunashukuru na kwenda nao vizuri. Tunakwenda nalo tukio letu hili, alhamdulillahi rabbil alamin. Tuko vizuri sana tunapokwenda. Lakini baada ya kuzungumza na mama mzazi wa mwandaji wa iftari hii, tumezungumza na dada zake pia. Wamezungumza mambo mengi, hususan kuwashukuru wananchi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi naitwa Aisha Suleiman bin Hemedi, familia ya mzee Suleiman Hemedi. Mimi ni kama dada katika familia hii. Hapa tunafuturisha ndugu, jamaa, marafiki. Tunawashukuru sana wenzetu, jirani zetu, ndugu zetu. Alhamdulillah kwa kutuitika katika hadhara hii. Tunawaomba wanapolisikia jambo letu watufate, tuwe nao pamoja kwa kila hali. Asanteni sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Lawia Selemani maarufu Lawia Walioba. Tupo katika siku yetu adhimu ambayo ya kufuturisha hapa katika kijiji chetu cha Teleni. Lengo kubwa ni kufuturu na majirani zetu na ndugu zetu mayatima na watu mbalimbali. Tunatoa shukrani kubwa kwa majirani, ndugu, jamaa na marafiki kwa kuungana na sisi katika siku hii.
hatuna cha kuwalipa ila atawalipa Mwenyezi Mungu. Na hii siku ni kubwa, siku ni adhim sana kwetu, siku yenye baraka, kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao tumehimizwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake tufuturisheni kwa mwenye uwezo. Basi na sisi tunashukuru Mungu kwa hili. Tunasema majirani zetu, ndugu zetu, tuendelee kushikamana mkono kwa mkono mpaka peponi. Lakini mbali na hayo yote, baada ya kumaliza shughuli yetu ya iftara pamoja, tumezungumza naye mwenyewe Sheikh Suleiman. Amezungumza mengi ikiwemo kutoa shukrani za dhati kwa Waislamu na waumini wote waliojitokeza kwenda kushirikiana naye, na nukuu maneno yake aliyoyasema machache kabla ya mwenyewe kuzungumza hapo. Amesema kwamba unaweza ukaalika iftari kwa ajili ya watu kuja kufutari, ukawaalika, lakini wasije, ila ni neema kubwa kuwaalika na wakaja wakala vikaisha na wengine wakawa wanatamani tena kuvipata. Kwa hiyo ni jambo kubwa. Mwenye amezungumza mengi, nisimseme, tumsikilize. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiatina wa man yahdihillahu falan yudilla lahu hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa majina naitwa Abdallah Suleiman maarufu Kanumba. Alhamdulillah rabbil alamin, tukiwa katika eneo la Teleni, kijiji cha Dongo. Alhamdulillah tumefika sehemu leo mwezi 20, tuna kawaida yetu, huu ni mwaka wa 8. Alhamdulillah rabbil alamin, tunawafuturisha majirani, ndugu, mayatima wal fuqarau, na alhamdulillah rabbil alamin tunashukuru sana 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 kwanza kwa jamii kwa kutuitika. Hili ni jambo kubwa na jambo adhimu. Unaweza kaandaa iftari alafu pia wasikuitike watu. Kwa hiyo alhamdulillah tunatoa shukrani za dhati sana kwao, na alhamdulillah kwa wote tulioshirikiana nao, hususan Bijoha. Wallahi umetushika mkono na alhamdulillah tumeiandaa kwa pamoja. Tunashukuru sana, Allah kulipe. Hili jambo hatujalianza leo, tulilianza huu tuna mwaka wa 8. Muasisi wa jambo hili ni Bi Sharifa Sultani Al-Hinai. Huyu ndo alikuwa muasisi wa kwanza kabisa, alinipa hii jambo nami nikalileta kwa mzee wangu Sheikh Suleiman bin Hemedi, naye pia akaniitika, akanambia sawa, si jambo baya, wacha tuingie na tulifanye insha Allah. Insha Allah taala biidhnillah taala. Na alhamdulillah huu ni mwaka wa 8, tunazidi kwenda mbele. Toka tumeanza mdogo, lakini kwa sasa tunaona jambo limekuwa kubwa na muitikio alhamdulillah si mdogo. Sisi kubwa tunawashukuru wanotuitika. Hakuna jingine lolote la kuweza kuwalipa, Allah subhanahu wa ta'ala ndo atalipa inshallah. Tunawashukuru sana dhati kabisa, hasa maustadhi wetu, mashekhe wetu wanatuitika toka tumeanza tukiwa wadogo na hivi sasa tunaelekea pakubwa, na alhamdulillah rabbil alamin. Si jambo baya, tunawashukuru sana na hatuna cha kuwalipa, Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa. Lakini mbali na hayo yote, katika kufunga zaidi, mmoja wa wawakilishi wa waalikwa, lakini pia wawakilishi wa Sheikh katika mashekhe waliohudhuria, alizungumza mambo mengi, ikiwemo kuhamasisha na wengine kujitokeza kwa wingi kuhakikisha jambo la kufutarishana, hususan kwa wale wenye uhitaji katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ni jambo jema zaidi. Amewazungumza mashehe wengi, lakini hawa wawili wamepigilia msumara zaidi. Mimi ni Hadija Waziri na hii ni Haswa TV. Ikiwa ndio mara yako ya kwanza kuangalia YouTube channel yetu pendwa, gusa neno subscribe ili kila tunapoweka taarifa zetu uwe wa kwanza kupata notification. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا من نعمة الإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته غر الميامين، ثم ما بعد. watukufu wa Islam, kwa kweli tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametujalia siha njema, ametupa taufiki ya kuweza kukutana katika kiwanja hiki cha mzee wetu Mzee Suleiman Hemedi maarufu Warioba, kwa ajili ya kutekeleza ada hii ambayo ameiweka kila mwaka inapofika mwezi 20 ya Ramadhani. Basi anawaita Waislamu
kwa ajili ya kuja kupata iftari, kwa ajili ya kuongea nao na kupata maneno ya Allah pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla ya jambo la iftari. Kwa kweli ndugu zangu Waislamu, ile jambo ni zuri na ni jambo bora, na inatakiwa sisi Waislamu wengine kwamba tuige katika jambo hili inshallah. Tumuige mzee wetu pamoja na familia yake. Na sisi kama tuna uwezo, Allah ametuwafikisha, basi tuige na sisi tunafanya jambo kama hili. Kwani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuhusia, lakini pia Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala nayo imeeleza jambo kama hili kwamba wataawanu ala albirri, tusaidiane katika mambo ya wema. Moja wapo hili ni jambo zuri. Wala taawanu, na wala tusaidiane ala alithmi wal udwani, tusaidiane katika mambo yale ya kupatishana dhambi ama mambo ya mtu akifanya anapata dhambi, bali tusaidiane katika mambo ya wema. Kwa hiyo hili jambo ni zuri, na inshallah Mwenyezi Mungu akipenda, mwenyewe Mzee Selemani anasema pamoja na familia yake litakuwa ni endelevu. Takriban sasa hivi lina miaka 6 ama 8, kwa hiyo alhamdulillah. Kwa hiyo ni endelevu, na jambo hili mimi binafsi limenifurahisha na watu wengine nao limewafurahisha, kwa sababu wanakusanyika hapa mayatima, wanakusanyika hapa wajane, wanakusanyika hapa wazee ambao wasijiweza, wanakusanyika hapa walemavu, maustadhi wa madrasa, mashekhe, maimamu, makadhi, mufti, wanakusanyika katika uwanja huu na kuweza kupata iftari pamoja na mzee wetu Mzee Selemani pamoja na familia yake. Kwa kweli ni jambo zuri. Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kila la kheri, awajalie kalima ya la ilaha illa Allah yeye na familia yake wote. Lakini na sisi pia inshallah tunahudhuria katika jambo hili, na wale wote ambao Waislamu walikuwa wanaishi katika huu ardhi, basi inshallah sote tujalie kalima la ilaha illa Allah mwisho nyumba zetu. Kwa kweli mimi sina zaidi ya kutoa shukrani sana, lakini pia natoa shukrani pia kwa dada yangu Bi Khadija Waziri ambaye anamiliki chaneli hii ya Haswa TV, kwa niaba ya maendeleo na manufaa ya watu wa Mafia na wasiokuwa Mafia, walikuwa nje ya Mafia pia na wao wanapata faida hii, kwa sababu wanatazama katika YouTube na chaneli zingine kwa ajili ya kuweza kupata faida na za Uislamu na faida zingine za kijamii kwa ujumla. Kwa hiyo alhamdulillah, nashukuru na tumwombea dua Allah amjalie kila la kheri na aendelee kudumu katika jambo hili yeye pamoja na chaneli yake inshallah, mpaka pale ambapo itakapokuwa mwisho wetu sisi wa maisha ya Allah subhanahu wa ta'ala atakapotujalia. Kwa hiyo sina zaidi ya kutoa shukrani na kuiombea dua familia hii ya ndugu yetu Mzee Selemani kwa juhudi kubwa ambayo anaifanya kwa ajili ya kuendeleza mbele Uislamu na kusaidia Uislamu. Kwa hiyo ni jambo zuri. Nani wito wangu kwamba na sisi wengine tuige mfano huu. Ni mfano mzuri, mfano ambao Allah anauridhia na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi tawfiqi, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.